Kwa mujibu wa Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu ni kwamba kati ya mwaka 2017 hadi 2021 matukio 70997 ya unyanyasaji wa watoto yameripotiwa nchini Tanzania, ikiwa ni wastani wa matukio 14199 kwa mwaka, huku zaidi ya 80% yakihusisha ubakaji na ulawiti. Ofisa ustawi wa jamii wa halmashauri ya wilaya ya Mtwara, Shalukanga, akiwa kwenye maadhimisho ya siku ya familia katika kijiji cha Imekuwa, kata ya Naumbu, anaieleza jamii hatari walionayo watoto wa kiume juu ya matukio hayo, huku akiwasihi wanawake kuwa uvumilivu kwenye ndoa ili kuwa na malezi ya pamoja. Ni waombe wa mama wenzangu, tujitahidi kuvumilia kwenye ndoa zetu kwa ajili ya maslahi mapana ya watoto wetu, familia zetu kwa ujumla, jamii na taifa. Familia isipokuwa imara, hata taifa haitokuwa imara. Kwa sababu hili taifa, hawa viongozi wote wanatoka kwenye familia. Hakuna kiongozi ambaye ametoka nje ya familia. Tuko pamoja. Na katika mazingira sasa hivi, watoto wa kiume wapo kwenye hatari zaidi kuliko watoto wanawake, ambao wanatakiwa waangaliwe kwa karibu zaidi watoto wa kiume. Tumeelewana ndugu zangu? Watoto wa kiume wapo kwenye hatari zaidi. Vitendo vya ushoga viko vingi zaidi. Tuwalinde watoto wetu na kuwaangalia. Miongoni mwa wazazi walioguswa na ujumbe huo kutoka kwa ofisa ustawi wa jamii ni pamoja na Paulina Kasimilu. Anaeleza kila alichojifunza kupitia nasaha hizo zilizokwenda sambamba na semina kwa wazazi juu ya umuhimu wa kutunza familia. Nimefurahi sana kwa siku ya leo ya familia duniani. Kwa kweli tumefurahika sana nao kututembelea hapa. Tumejifunza mambo mengi. Tumejifunza kuhusu kuwatunza watoto, kuwalinda na unyanyasaji wa jinsia. Tumejifunza mambo mengi, kwa tunafurahi sana. Tunashukuru kwa kututembelea. Kwa kweli imekuwa semina nzuri. Mimi kama mzazi nimefurahia, imekuwa mafunzo mazuri sana. Kwa sababu wanajaribu kutuelekeza kwamba watoto wetu wanatakiwa tuwalee katika mazingira mazuri, tukiwapa vyakula vyenye lishe ili kuzuia magonjwa kama vile kilibatumbo na utapiamlo. Na kwa kweli wametoa elimu nzuri. Watu walikuwa nadhani vyakula vyenye lishe ni vile ambavyo vinaliwa kwenye supermarket na maeneo mengine, lakini hapa ametuambia hata miogo, maharage na vitu vingine vyote vya kawaida vinapatikana katika mazingira yetu, hivyo vinatosha kwenye lishe. Habari zote kali za siku za kusisimua, kuelimisha na kuburudisha, bila kusahau mahojiano maalum, exclusive interview zenye ubora wa hali ya juu. Vyote hivi unakutana navyo hapa jukwaani Khomein TV. Kwa wenye matangazo ya biashara na mengine yote, tupigie kupitia nambari 0712 032 208 au waweza kututumia barua pepe kupitia khomein.tv@gmail.com. Nyote mnakaribishwa.